Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema Wizara ya Afya pamoja na taasisi zake imeendelea kuimarisha utoaji wa huduma za afya nchini kupitia ukusanyaji wa mapato na matumizi ya fedha. Chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS kimesema ili kufikia maridhiano ya kitaifa ni vyema waliohusika na matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa uchaguzi mkuu wakakiri makosa yao. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inatarajia kuendelea kushirikiana na Shirika la Kimataifa la Maendeleo ya Kilimo IFAD katika utekelezaji wa miradi mbalimbali. Na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkubwa wa Afrika na Ufaransa unaokutanisha zaidi ya viongozi 30 wa Afrika. Habari za sasa, mtazamaji, ninakukaribisha katika Upendo TV Habari. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie makao makuu ya nchi Dodoma. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema Wizara ya Afya pamoja na taasisi zake imeendelea kuimarisha utoaji wa huduma za afya nchini kupitia ukusanyaji wa mapato na matumizi ya fedha katika utekelezaji wa miradi na huduma mbalimbali za afya kwa wananchi. Amesema hayo wakati akiwasilisha bajeti ya mwaka mpya wa fedha 2026/27 bungeni jijini Dodoma, ambapo amesema katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara na taasisi zake zilikadiria kukusanya shilingi bilioni 819.98, ambapo hadi kufikia Machi 2026 zilikuwa zimekusanya shilingi bilioni 593.85, sawa na 72.42% ya lengo lililowekwa. Awamu ya 6, upatikanaji wa huduma ya afya umeongezeka kwa kasi. Vituo vya kutolea huduma za afya vimeongezeka kutoka 10,153 mwaka 2021/22 hadi 13,683 Machi 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wake amejenga vituo vipya vya afya 3,530. Zahanati zimeongezeka kutoka 7,189 hadi 8,706. Vituo vya afya 956 hadi 1,359. Hospitali toka 404 hadi 475, na vituo vingine 1,604 hadi 3,143. Amesema serikali imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza kwa kuongeza huduma za matibabu, kinga na elimu kwa jamii, hatua iliyochangia kuongezeka kwa kliniki za kisukari na shinikizo la damu nchini, ambapo katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026 serikali imeanzisha kliniki mpya 130. Mafanikio haya yamechangia kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kutoka 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi vifo 104 mwaka 2022, na kuifanya Tanzania kutambuliwa barani Afrika kupitia uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo hivi karibuni Umoja wa Afrika ulimtunuku kuwa champion wa kupambana na vifo vya mama na watoto. Serikali imedhamiria kupunguza zaidi vifo hivyo kwa 50% ifikapo mwaka 2030 na kuvuka lengo la dunia ya chini ya vifo 70. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uchunguzi, matibabu na huduma za kibingwa, serikali imenunua na kusimika vifaa vyenye thamani ya shilingi bilioni 241.6. MRI zimeongezeka kutoka 7 zilizokuwepo huko awali hadi 13. CT scan 12 hadi 45. Digital X-ray 147 hadi 559. Ultrasound 476 hadi 970. Makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Dr. Zeyana Abdalla akiwasilisha maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na masuala ya ukimwi, imeishauri serikali kutenga zaidi ya shilingi bilioni 300 kwa ajili ya kuiwezesha Buhari ya dawa MCD, hatua inayolenga kuhakikisha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba unaendelea kuwa wa uhakika kwa hospitali na vituo vya afya nchini. Serikali iendelee kuweka mazingira wezeshi na rafiki yatakayovutia wawekezaji wengi wa viwanda vya kuzalisha bidhaa za afya nchini.
Uimarishaji wa huduma za kinga. Serikali imarishe huduma za kinga kwa kuwekeza zaidi kwenye kinga, kwani ndiyo msingi muhimu wa afya. Ikiwa huduma za kinga zitaimarishwa zaidi, zitasaidia sana kupunguza gharama za matibabu na kuokoa maisha. Hivyo, kuwa na jamii yenye afya bora na yenye nguvu kazi ya kutosha kwa maendeleo ya taifa. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, afya ni msingi wa taifa lolote duniani unaobeba sekta zote nchini. Hakuna maendeleo ya kweli bila uwekezaji wa kutosha katika huduma za afya. Hivyo serikali ina wajibu wa kuendelea kuimarisha huduma za afya kwa kuwekeza na kununua mitambo ya matibabu na kuongeza huduma za kibingwa, ikiwa kichocheo cha maendeleo ya uchumi na ustawi wa jamii. Chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS kimesema ili kufikia maridhiano ya kitaifa ni vyema serikali ikahakikisha kuwa waliohusika na matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 wakakiri makosa yao na kuwajibishwa ili kuweza kuponya mioyo wa Tanzania. Ushauri huo umetolewa jijini Dar es Salaam na rais wa chama hicho Boniface Mwabukusi wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na ripoti ya tume ya rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Hatujajibiwa mpaka sasa nani alitoa amri za matumizi ya nguvu kiasi kile. Nani alitoa amri hilo? Hilo swali halijajibiwa. Tutarajia tume ituambie kuhusu hilo. Tume inazungumzia maridhiano, lakini haizungumzii msingi wa ukweli, haki na uwajibikaji ambao ndio kiini ambacho kingeweza kuliponya na kulileta taifa pamoja. TLS tunaamini kwamba tukiwa na ukweli kwamba samahani, mimi ndio nimefanya jambo fulani, ninawajibika kwa hili, ile ni hatua kwenda uponyaji wa taifa. Lakini kumekuwa na hali ya state of denial, yani kila mtu anakataa, na shutuma kubwa zimekuwa zikielekezwa kwa vijana, wengine wanaita Gen Z vijana, jambo ambalo sio kweli. Sababu zote zilizosababisha vurugu za Oktoba kama mnavyoziona ni sababu za wazee kushindwa kuwajibika na kuandaa mfumo wa kisheria. Aidha, wakili Mwabukusi amesisitiza kuwa TLS iko tayari kushirikiana kwa karibu na serikali katika kulisaidia taifa kufikia maridhiano kwa kuzingatia misingi ya haki, uwajibikaji, uadilifu pamoja na uzalendo kwa taifa. Sisi TLS tuko tayari kufanya kazi na serikali. Kama kuna chochote chanya tunachoweza kufanya kulisaidia taifa kutoka kwenye mkwamo, sisi tuko tayari kushirikiana na serikali namna ya kuwafikia wananchi, ili mradi tuongozwe kwa ukweli, haki na uwajibikaji. Kwa sababu nchi ikipona na sisi tumepona, nchi ikiharibika na sisi tumeharibika. Kwa hiyo TLS tuko tayari kama wadau kushirikiana zote, lakini nia yetu kubwa na msimamo wetu mkubwa ni kwamba tunapofanya haya mambo tuongozwe na uadilifu na uzalendo kwa taifa. Katika hatua nyingine, ameiomba mahakama kuharakisha usikilizwaji wa shauri la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ili kuwezesha upatikanaji wa haki kwa wakati. Tunajua mamlaka hizi hazitakiwi kuingiliwa na ni sahihi kabisa, kwa sababu tukiruhusu kuingilia mahakama na kuweka mashinikizo kama wananchi, tusilalamike serikali ikipeleka mashinikizo. Kwa hiyo wote lazima tuiache mahakama ifanye kazi kwa uhuru, lakini tunataka mahakama ijionye na kujielekeza kwenye miongozo yake yenyewe iliyoweka ya kuharakisha upatikanaji wa haki. Ndio maana imeweka digital platform, imeweka taratibu mbalimbali, imeweka miongozo kwamba kesi hii iishe baada ya muda gani. Tunataka tuone tafsiri zile kwenye kesi kama hizi. Kwa hiyo sio tunaiingilia, tunaikumbusha mahakama kwamba shauri lililopelekwa mahakama ya rufaa, mahakama ilikumbuke na ilisikilize kwa uharaka iwezekanavyo ili haki ionekane kutendeka kwa wakati. Na sasa, mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele, tuelekee nchini Kenya.
Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inatarajia kuendelea kushirikiana na shirika la kimataifa la maendeleo ya kilimo IFAD katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ya kilimo ikiwemo mpango wa kuongeza uzalishaji wa alizeti ili kusaidia kuongeza upatikanaji wa mafuta ya kula nchini. Amesema hayo baada ya kukutana na rais wa shirika hilo Alvaro Lario jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo wamejadili maeneo mbalimbali ya ushirikiano katika sekta ya kilimo himilivu cha tabia ya nchi, maendeleo ya kilimo biashara, mapinduzi ya kidigitali na uwezeshaji wa vijana na wanawake kiuchumi. Tanzania pia imeongeza mchango wake. Tunatarajia tushirikiane nao katika miradi mbalimbali ikiwepo BBT, ikiwepo miradi ya maeneo ambayo tunapanga kuongeza uzalishaji. Baadhi ya maeneo ambayo tunapanga kuongeza uzalishaji ni katika uzalishaji wa alizeti, hasa ambapo bado tunategemea uagizaji wa mafuta kutoka nje ya nchi, lakini pia na mazao ya mchanganyiko ambayo katika miaka ya nyuma ilikuwa inachukuliwa kuwa ni mazao ya chakula peke yake. Lakini kwa sasa mazao hayo yamekuwa ni mazao ya biashara, tukiwa na maana kwamba ni sehemu ya kukuza biashara ambayo Tanzania inafanya na nchi zingine, na kwa kuwa IFAD imekuwa ikishirikiana na Tanzania katika dhana pana ya kilimo, tunatarajia pia tushirikiane nao kwenye upande wa bali na haya mazao niliyoyataja. Tunatarajia pia tushirikiane nao kwa upande wa mifugo na mazao ya baharini kwa upande wa Zanzibar. Rais wa IFAD Alvaro Lario amesema kuwa wataendelea kuhakikisha mipango na utekelezaji wa IFAD vinaendana na malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya Tanzania ya mwaka 2050, ambapo kwa sasa wanasubiri kusikia vipaumbele vya Tanzania ili kujua namna gani wanaweza kusaidia katika maeneo ya utoshelevu na usalama wa chakula pamoja na uongezaji thamani wa mazao. We have also an opportunity, as you mentioned, for the Vision 2050, given that our country strategy programs ends next year. We always want to be aligned with the National Development Plan, so it's very important to hear what are the priorities and how can we support the food self-sufficiency and the food security components and the value addition in Tanzania. So we'll be very keen to hear also how we can make that happen, and that's also an opportunity of continuing working together on the rural transformation. Tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma nchini PPRA imewataka wanafunzi wa vyuo vikuu kuendelea kuunda vikundi vitakavyowezesha kushiriki katika zabuni za umma kupitia sheria mpya ya manunuzi ya umma, hatua itakayowasaidia kujikwamua kiuchumi na kuongeza ushindani katika soko la ajira. Taarifa ya Emmanuel Lulandala inaeleza zaidi. Akizungumza na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST, mtoa mada kutoka PPPRA mkoa wa Mbeya James Mwambungu amesema hadi sasa mamlaka hiyo imefanikiwa kuwawezesha zaidi ya vijana 5,000 kuunda vikundi na kuanza kushiriki katika maombi ya zabuni, licha ya elimu hiyo bado kutowafikia vijana wote. Katika makundi maalum yenyewe yana upendeleo wa kipekee, maanake ni kwamba kila taasisi nunuzi imeelekezwa kwa kadiri ya kanuni na sheria za ununuzi wa umma kutenga kwenye bajeti yao 30% ya ununuzi kwa mwaka husika. Kwa kila taasisi nunuzi inatenga bajeti ya 30% ya bajeti husika. Kwa kupitia makundi maalum wamepewa upendeleo wa kipekee kuweza kushiriki. Na wengine wanaweza kujiuliza kwamba tunashirikije, inakuaje? Ni kwamba makundi maalum yanapotangaziwa tenda, wao huwa wana upekee kwamba hiyo tenda inaonekana kwa kundi maalum husika tu. Kwa upande wake, naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia ya Mbeya MUST, Profesa Ali Vuai, akifungua mafunzo hayo aliyowashirikisha wanafunzi wa mwaka wa 3, amewataka wanafunzi kutumia fursa zilizotolewa na PPRA kujijengea uwezo kabla ya kuhitimu masomo yao ili wawe tayari kushiriki katika zabuni mbalimbali zitakazotangazwa na taasisi za umma. Kuna ile mikopo ambayo inatolewa kwa makundi maalumu ambayo including vijana ya kuweza kufanya shughuli mbalimbali. Lakini ya pili, kuna sera ambayo inataka kila taasisi ya serikali
asilimia nafikiri 30 ya manunuzi yake yote ya service, good na kila kitu iende kwa makundi maalum. Hayo makundi maalum ni yapi? Ni vijana. Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki mafunzo hayo wamesema bado kuna changamoto ya uelewa kwa vijana wengi kuhusu masuala ya zabuni na mfumo wa NeST, huku wakiomba elimu hiyo kuendelea kutolewa kwa kasi zaidi ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi. Ni jambo zuri na ni fursa nzuri kwa sababu inasaidia vijana, inasaidia wanawake, lakini pia inasaidia kuwainua watu katika namna yoyote ambayo itaonesha umoja. Tutaiweza kuitumia vyema katika jamii kuweza kuhakikisha sisi kama vijana, pia walemavu, wanawake. Huu mfumo mimi naona unaenda kuwakwamua vijana. Japokuwa sasa vijana wetu bado hawajawa na uelewa mkubwa. Kitu kikubwa zaidi ni vijana kuchukua fursa katika huu mpango mkakati wa NeST. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala. Mahakama ya mwanzo Katoro mkoani Geita imemteua Helen Mkoma, mke wa marehemu Eneus Kente, kwa msimamizi wa mirathi ya mume wake mara baada ya ndugu kuanza kubadili umiliki wa mali kinyemela. Mwandishi wetu ana taarifa zaidi. Uamuzi huo wa mahakama umefikiwa mara baada ya dada huyo kwenda kumlalamikia shemeji yake kuanza kubadili umiliki wa mali za marehemu, ikiwemo gari ambalo alichukua kwa kumdanganya mjane kuwa anampeleka mama yake hospitali na badala yake alibadili umiliki. Kitu kilichopelekea mpaka tukafikishana mahakamani ni kwa sababu nilianza kuona shemeji yangu ambaye anaitwa Godfrey Grattan Kente ameanza kuonyesha nia ovu baada ya kuchukua gari la marehemu kwa kigezo la kwamba anakwenda kumpeleka mama kwa ajili ya matibabu, lakini kitu ambacho kimeshangaza ni kwamba lile gari amebadilisha umiliki kutoka kwenye umiliki wa awali kwenda kwenye umiliki sasa hivi unasoma jina la mama mzazi ambaye ni mkwe wangu ambaye anaitwa Janet Festo Mwiga. Kwa kupitia hicho niliona kwamba mali za mume wangu au mali za marehemu zimeanza kutumika vibaya, na inawezekana kabisa zikaendelea kutumika na zingine vibaya, na kwa sababu tayari mimi ni mjane na nina watoto wawili wadogo, kwa hiyo niliona kwamba ni vyema nikaja mahakamani ili mahakama iweze kunisaidia na kunitetea ili mali za marehemu mume wangu zisiendelee kutumika vibaya na kuendelea kubadilishwa na kuchukuliwa au kunyang'anywa. Akizungumza mara baada ya mjane huyo kupata haki yake ya usimamizi wa mirathi, wakili wa Mahakama Kuu Tanzania kutoka Mama Samia Legal Aid, Mary Mwita, anasema wajane wengi wamekuwa wakidhulumiwa mali na ndugu, hivyo jamii inatakiwa kujifunza kutokana na uamuzi wa mahakama hiyo. Na Helen anakuwa ni mfano wa wajane wengi ambao wamekuwa wakionewa, hawajui haki zao. Wajane wengi wamekuwa wakinyang'anywa mali na watoto wakiteseka. Na niseme kwamba sisi kama wanasheria tuna jukumu la kuwatetea, na ndio maana leo mimi niko hapa Katoro baada ya kupata taarifa kwamba Helen ananyanyasika. Nilivaa jukumu la kumtetea kwa niaba ya wadau wa haki. Mjane huyo aliachwa na mume wake akiwa na watoto wawili, mmoja wa umri wa miaka 7 na mwingine mchanga wa mwezi mmoja. Tukisalia kanda ya Ziwa na sasa tuelekee mkoani Shinyanga. Wakazi wa mkoa wa Shinyanga na maeneo jirani wameanza kunufaika na huduma ya kisasa ya matibabu ya mfumo wa mkojo kupitia matumizi ya mashine ya upasuaji bila kovu, hatua inayotolewa katika hospitali ya Kulandoto mkoani Shinyanga. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa hii kutoka Shinyanga. Katika kipindi hiki cha ukuaji wa teknolojia katika sekta ya afya, huduma hiyo inatajwa kuwa mkombozi kwa wagonjwa wengi waliokuwa wakilazimika kusafiri umbali mrefu kufuata matibabu hayo. Mganga mkuu wa hospitali ya Kulandoto Dr. Joseph Sahani amesema ujio wa mashine hiyo utaongeza ufanisi wa matibabu pamoja na kupunguza changamoto kwa wagonjwa kutoka mkoani Shinyanga na maeneo ya jirani. Na tumekuwa tukikumbana na wagonjwa wengi ambao mara nyingi tumeshindwa kuwahudumia kwa sababu hatukuwa na hivi vifaa, na kwa hivi lazimu kuwasafirisha kwenda mbali, aidha Bugando au maeneo mengine ambayo ni ya mbali kwa ajili ya kutafuta huduma hii. Na kwa hivyo kuanzia leo na kuendelea
Ninawaalika wagonjwa wote ambao wamekuwa wakipata usumbufu huo wa kusafiri kwenda maeneo ya mbali wasisumbuke tena. Upande wake daktari bingwa wa upasuaji katika hospitali hiyo Dr. Leopold Jilala amesema teknolojia hiyo mpya itarahisisha utoaji wa huduma tofauti na ilivyokuwa hapo awali, ambapo baadhi ya huduma zilihitaji muda mrefu na wagonjwa kupata maumivu makubwa baada ya upasuaji. Na hii itaturahisishia kufanya kazi. Kwanza ni upasuaji unaochukua muda mfupi, lakini pili ni upasuaji ambao unapunguza sana complication anazoweza kuzipata mgonjwa baada ya upasuaji. Lakini tatu ni mashine inayotuwezesha kufanya uchunguzi kwa urahisi zaidi bila kumpasua mgonjwa, kwa sababu utapitisha mashine kwenye njia ya mkojo na unaweza kujua kama kuna uvimbe, kuna jiwe, kuna kitu kinazuia mkojo usitoke. Kwa hiyo mashine hii ni ya kisasa na ndio upasuaji wa kisasa au uchunguzi wa kisasa ambao unatumika duniani. Tunatarajia kupata matokeo mazuri hasa kwa wagonjwa, quality of care patients. Hiyo ndio kitu cha msingi, lakini pia tunaamini wateja wetu ambao ndio wagonjwa watafurahia huduma na wataendelea kuja kwa wingi katika hospitali yetu ya Coronado. Umeturahisishia kwa sababu nilipojaribu kuona kidogo picha yake nikaona ni urahisi mzuri sana, kwa sababu uwezi ukachukua saa mangapi, hali yako itakuwa nzuri, utakuwa umepona kwa jinsi ilipoiona kwa mashine picha. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe ameielekeza TARURA na Manispaa ya Kinondoni kuhakikisha ujenzi wa barabara ya Togo unakamilika mwezi Juni 2026 na mkataba wa ujenzi wa barabara ya Kimario, Brazil unasainiwa Mei 25, 2026 ili kuondolea adha wananchi wa Kinondoni na watumiaji wengine wa barabara hizo zinazojengwa kwa kiwango cha lami kupitia mradi wa uboreshaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili. Ametoa maelekezo hayo Kinondoni jijini Dar es Salaam wakati wa ziara yake kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na ofisi yake kupitia wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA aliyoifanya kutokana na ombi la wananchi wa Kinondoni kupitia kwa mbunge wao Abbas Tarimba. Kwa ndugu zangu, tunaondoka hapa tukikubaliana kwamba barabara hii ndani ya mwezi wa 6 itakuwa imefanya nini? We have agreed that by the end of June this work will be completed. Yes. That is sure. Are you assuring me that? Very sure. Yes. Good. Na tumekubaliana Jumatatu ya tarehe 25 mkataba pale chini unafanya nini? Waheshimiwa madiwani mko hapa, tena naibu meya. Tena naibu meya yuko hapa. Kwa hiyo tarehe 25 mhakikishe mkurugenzi amesaini ule mkataba. Wao nao saini mkurugenzi na mstahiki meya. Kwa hiyo tumekubaliana tarehe 25. Brother, nani Msigwa, mpe namba yangu Mwamba. Ndio. Tarehe 25 brother, ufuatilie vizuri. Najua mheshimiwa mbunge tutakuwa wote tutaambiana. Lakini ni ruhusu huyu Mwamba pia anipigie. Pia utakuwa umenisaidia. Au sio? Jamani, ndugu yetu anasema ndani ya mwezi wa 6 hapa patakuwa pamekamilika. Aidha, amemtaka meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam, meneja wa TARURA wilaya ya Kinondoni kuhakikisha wanasimamia barabara hizo zikamilike kwa wakati ili kuondolea adha wananchi wa Kinondoni na watumiaji wote wa barabara hizo hususan kipindi hiki cha mvua. Engineer, hebu lisimamie hili. Unajua mheshimiwa mbunge, waheshimiwa madiwani wenzangu hawa wanapoita mpaka waziri aje na waziri anakuja kwa ajili ya mita 100 hizi, ujue hilo kitu limewafika, si ndio? Limewauma. Mnamsikia mzee wangu hapa, kwanza mzee wa watu hapa akipita kwenda huko, si mnaona anapata shida? Umeona? Hebu parekebisheni mara moja ili mzee wangu huyu na wananchi wenzangu wote hawa waweze kupita. Kwa hiyo isimamie. Ni kweli hali ya hewa mheshimiwa DC tunaijua. Mmefanya vizuri kuwaelekeza waende kwa wenzao watafute vifusi. Kazi hii ianze na ifanyike kwa haraka. Engineer, tunakufahamu. Wewe ni msimamizi mzuri. Lingine kama alivyosema mwenyewe mheshimiwa mbunge, kuna barabara nyingi hapa ambazo zinaendelea kujengwa. Nimeona kwenye ripoti yenu kuna za DMDP tu lots 4 zenye jumla ya shilingi bilioni 97.
Mbunge wa jimbo la Kinondoni Abbas Tarimba pamoja na kushukuru wamesema wananchi wamejionea wenyewe usikivu wa waziri huyo ambaye ametembelea miradi ya maendeleo jimboni kwake. Bwana, mimi nakushukuru sana kwa niaba ya wananchi hawa, na waone mawaziri wa serikali ya awamu ya 6 wanavyotusikiliza. Ndugu zangu, tukienda bungeni tukiwa na shida, ukimwona waziri anakusikiliza, na ndio maana hata leo siku ya mapumziko Mheshimiwa Waziri umekuja. Sasa najua utakuwa umeona mkuu wa wilaya mwenyeji wetu yupo amezungumza. Sisi tunachohitaji barabara hii imalizwe. Na mimi nakushukuru, naamini Mheshimiwa Rais ana imani kubwa sana na wewe, na sisi wananchi tuna imani kubwa na wewe, tunakuona kazi zako unavyozifanya. Asante. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC limepiga marufuku wavuvi na wasafirishaji kwa njia ya boti katika ziwa Tanganyika wanaofanya kazi zao bila vifaa vya kujiokolea hasa bamoya, na kwamba watakobainika watachukuliwa hatua kali za kisheria ikiwemo kufungia kutoa huduma za uvuvi na usafiri, mkakati unaolenga kuzuia ajali za majini. Mwandishi wetu kutoka Kigoma ana taarifa zaidi. Ni katika kampeni ya kudhibiti na kukomesha ajali za majini katika ziwa Tanganyika, na shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC linajikita kutoa elimu ya matumizi sahihi ya maboya na kufanya uvuvi salama na usafirishaji kwa kufuata sheria. Elimu hii inatolewa kwa wavuvi wa ziwa Tanganyika, na hapa wavuvi na wamiliki wa zana za uvuvi wameeleza hatua hiyo itakavyosaidia kupunguza ajali za majini. Swala la uokoaji wa watu, vifo vya mara kwa mara vilikuwa vinatokea kwa sababu tulikuwa hatuna nyenzo au tulikuwa hatujafundishwa jinsi gani ya kujiokoa ndani ya maji. Kwa sababu tumepata mafunzo jinsi gani ya kujiokoa ndani ya maji, jinsi gani hata ya kuwaokoa wenzetu ambao wanakuwa wamepata dhoruba ya mawimbi au changamoto ya kuungua au kupata moto ndani ya maji. Kumbe life jacket inaweza kuokoa mtu akiwa ziwani. Tulikuwa tunatumia madumu kwa kujiokolea. Life jacket tulikuwa jujui umuhimu wake. Kwa hiyo tunatumia madumu, na pia katika kuokoa watu ziwani ambao watu walikuwa wamekunywa maji, tulikuwa tunatumia michanga. Katika kuhakikisha ajali zinabaki kuwa historia kwa wavuvi na wasafiri ndani ya ziwa Tanganyika, afisa mfawidhi TASAC mkoa wa Kigoma Adam Mamilo anatoa elimu akisisitiza kufuata sheria ili kuwa salama. Wamiliki wote wa vyombo vya majini kabla hajaingiza chombo chake kwenye shughuli yoyote ikiwa pamoja na uvuvi, kuhakikisha amekuwa na vifaa vya kujiokolea maisha kulingana na idadi ya wafanyakazi wake. Kama wanao 5, hakikisha unakuwa na maboya wa 5 kabla chombo kijaingia kufanya shughuli yote ziwani. Kabla mvuvi au mfanyakazi wa chombo kuingia ziwani kwa shughuli yoyote ile, hakikisha amepata taarifa za hali ya hewa. Kila chombo cha majini kiweze kufanya shughuli kulingana na matumizi yake. Kwa hiyo kama chombo chako ni cha uvuvi, kisibebe abiria wala kisipakie mizigo, na chombo chochote ambacho hakitumii mashine kisibebe abiria. Ukiwa na mtumbwi wako wa kasia, hairuhusiwi kabisa kubeba abiria. Ukiwa na mtumbwi wa mashine, kwa tahadhari, kwa dharura, inaweza ukawabeba watu kwa ajili ya kupeleka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hata hivyo, afisa uvuvi wilaya ya Uvinza Haruni Chanda amesema ajali nyingi zimekuwa zinawakumba wavuvi na wasafiri kwa kukosa weledi, huku mkuu wa kikosi cha wanamaji jeshi la polisi mkoa wa Kigoma mrakibu Frank Sadiki anasisitiza utii wa sheria bila shuruti ili kuwa salama majini. Kwa sababu kwa mkoa wa Kigoma sisi ndio wenye wavuvi wengi na wanapata majanga mengi ndani ya ziwa, ikiwemo kufa, kupata majeraha mbalimbali baada ya kukumbwa na wimbi, lakini vile vile hawana elimu yoyote ya kujiokoa, hata huduma ya kwanza yoyote hawaijui. Kwa hiyo elimu hii imekuja wakati mwafaka. Wavuvi na watumiaji wengine wa vyombo vya majini ndani ya ziwa Tanganyika, kwanza kuhakikisha tunafuata taratibu za kiusalama majini. Tunatumia vifaa vya kujiokolea pindi tunaposafiri majini, na sio kuvitumia basi tuvitumie kwa usahihi ili viweze kutusaidia pale ambapo tatizo linaweza likatokea. Kuzidi kuendeleza ushirikiano na jeshi la polisi kwa kutupa taarifa za haraka na za usahihi za uhalifu ili tuweze kutuchukulia hatua.
Kutoka mwambao mwa ziwa Tanganyika, ukanda wa ziwa eneo hili la Uvinza Kusini, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee visiwani Zanzibar. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dkt. Hussein Ali Mwinyi amesema atahakikisha maeneo yote yenye hadhi ya uwekezaji ndani ya chama watatafutiwa wawekezaji wakubwa watakaoweza kusimamisha miradi yenye tija kiuchumi ndani ya CCM na jumuiya zake. Ametoa kauli hiyo wakati akihitimisha ziara yake ya kuimarisha chama upande wa Unguja, alipokutana na viongozi wa halmashauri kuu za CCM mkoa wa Magharibi, wilaya ya Mfenesini na wilaya ya Dimani katika mkutano uliofanyika leo Unguja, ambapo amesema wakati umefika kwa CCM kufanya mapinduzi ya kiuchumi kwa kutumia rasilimali zake ipasavyo. Naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Mohamed Said Dimwa amewapongeza viongozi na wanachama wa CCM mkoa wa Magharibi kwa kuendelea kukisimamia chama kwa mshikamano, nidhamu na uaminifu. Naye mwenyekiti wa CCM mkoa wa Magharibi Mohamed Rajab ameipongeza serikali kwa kuimarisha miradi ya maendeleo katika sekta za afya, kilimo, elimu, maji na miundombinu ya barabara pamoja na ujenzi wa kiwanja cha kisasa kitakachotumika katika mashindano ya AFCON 2027, akisema hatua hiyo itaendelea kujitangaza zaidi Zanzibar kimataifa. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.